Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunabeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, chukua sekunde yako moja, bonyeza batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu tena zaidi, yeyote ambaye unatazama Tanzania ITV, naomba ukaweze kubonyeza alama ya like na karibu. Ikiwa kuna serikali ambayo imeshindikana kuongoza hapa Tanzania, ni serikali ya Samia Suluhu Hassan na makamu wake Emmanuel Nchimbi. Sasa hivi Emmanuel Nchimbi amejitokeza na kumwendea Samia Suluhu Hassan kwa fujo akiwa Ikulu Chamwino na kurusha makombora makali ambayo huwezi kuyaamini. Unavyotazama kwa screen yako, chapisho hili limeweza kuandika taarifa ambazo huwezi kuziamini wewe mwenyewe, kwa sababu chapisho hili linasema ya kwamba vile unavyotazama, huyu ni Emmanuel Nchimbi, yuko kwa picha, amezungumza hivi: huwezi kuwa na vikosi vya upelelezi muda wote unatafuta makosa. Tuanzie hapo sasa. Alikuwa anamlenga nani? Samia Suluhu Hassan. Kwa nini nasema anamlenga Samia Suluhu Hassan? Hakuna kiongozi anakubaliwa chini ya katiba ya Tanzania kuongoza vikosi vya upelelezi, ila tu ni rais amri jeshi mkuu ndiye yuko na mamlaka ya kusikiza kupitia upelelezi, yani DCI. Kwa hivyo anamlenga Samia Suluhu Hassan akimwambia ya kwamba huwezi kuwa na vikosi vya upelelezi muda wote unatafuta makosa. Kumaanisha Samia Suluhu Hassan anatumia vyombo vya dola vibaya kuandama watu kusikiza ni kipi wanazungumza kuhusiana na serikali yake. Ndio maana Emmanuel Nchimbi amemwendea Ikulu na kumwambia huwezi kuwa na vikosi vya upelelezi kutafuta makosa ni kipi viongozi wengine wanazungumza, ikiwa wanakuzungumza vibaya, ikiwa wanakuzungumza vizuri. Ndio maana hiyo kanda niliweza kuisikiza. Alikuwa anasema hivi: kiongozi wa kweli habagui, iwe ni yule ambaye yuko kwa mrengo upinzani, iwe ni yule ambaye yuko katika mrengo wa serikali, wote ni wa kuongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Nchimbi akaendelea kusema unganisha watu wote walioko chini yako. Alikuwa anamlenga huyu Samia. Waachana na Tundu Lissu, yu gerezani, amemwendea Ikulu, amemsomea hivyo. Waachana kuwatesa wasiofanya makosa yoyote. Nchimbi akaendelea kusema huwezi kuwa na vikosi vya upelelezi muda wote unatafuta makosa. Wanakusema nini kuhusiana na uongozi? Na hawa wengine ambao wanazungumza hawajatumia upongo wako. Na akasema tunaomba CCM kuwa wanyenyekevu. Sasa hivi vile kunaonekana, Emmanuel Nchimbi siku moja atalipuka hadharani, atoe msoma, aseme Samia amenisumbua. Huyu Samia amwamini Emmanuel Nchimbi, na ni kwa sababu hakuwa anamtaka awe mgombea mwenza wake. Samia Suluhu Hassan ni Muislamu, Nchimbi ni Mkatholiki. Kuna tofauti ya dini. Hawa Waislamu wakati kulikuwa na maandamano waliweza kutishia kwamba watakatakata Wakristo vichwa. Yule alizungumza hivyo hakuchukuliwa hatua, licha ya yeye kuwa Muislamu kama Samia Suluhu Hassan.
Samia alikuwa anataka Paul Makonda kuwa mgombea mwenza, lakini kwa sababu alikuwa anataka tikiti ya chama cha CCM, aliyekuwa rais hapa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akamwambia lazima uende na Emmanuel Nchimbi, akakubali. Sasa kutoka hapo ampendi Emmanuel Nchimbi tena. Hawa viongozi Nchimbi na Samia hawaendani pamoja kwa sababu ya siasa. Nchimbi anawania kiti cha urais mwaka 2030 vile fununu zinasema, na Samia anaona huyu anampinga na hataki, ndio maana hamtaki kabisa. Huenda hata kuzungumza wazungumzi hawa watu, kila mmoja anazungumza kivyake. Nambari nyingine ya tatu ni kwa sababu Emmanuel Nchimbi hajazungumzia mambo ya maafa hapa Tanzania, yeye ananyamaza. Na sasa Samia anamtaka atetee serikali, aseme ya kwamba vyombo vya dola havikuhusika, wale ambao walihusika hatuwajui, na wale ambao waliandamana ni Chadema. Anataka kulaumu chama cha Chadema. Na Emmanuel Nchimbi alisema ya kwamba hata Chadema, vyama vyote vya kisiasa vya mrengo upinzani, wao ni utumishi tu, wanaendelea kufanya utumishi wao kutoka mrengo upinzani na utumishi kutoka mrengo wa serikali, wote ni utumishi tu, hakuna tofauti. Sasa Samia anakerwa na matamshi ambayo Emmanuel Nchimbi anayotoa kila wakati. Sasa Nchimbi kuna madharau anaonyeshwa, ndio maana anapopata fursa ya kuzungumza anazungumza, anaridhika amezungumza. Nchimbi wametofautiana sana na Samia Suluhu Hassan. Kuna vita vikali kati ya viongozi hawa wawili, na vile ninaona hata huyu ambaye ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba watakosana tu na Samia Suluhu Hassan. Samia hawezi kuwa na urafiki na mtu ambaye si Muislamu, kwa sababu sasa hivi kuna fununu kwamba waziri mkuu Mwigulu Nchemba anataka kuwania kiti cha urais. Hivi karibuni mtaona watatofautiana pakubwa na Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hataki yule ambaye anampinga hasa katika sekta ya siasa. Hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Tunasubiri ripoti hii ya Judge Chande, tuone kama Nchimbi atakuwa anaipokea. Hawezi kuwa pale. Samia peke yake ataonekana na mtoto wake Abdul na Mwigulu Nchemba maybe, na ile tume ambayo aliyoteua iweze kumsafisha. Lakini Nchimbi hawezi kuonekana kwa sababu hataki kuhusishwa kwa masuala ambayo yaliweza kuangamiza watoto wa wengine, wakazikwa katika makaburi ya halaiki ya pamoja, hawajulikani waliko. Familia zikaenda zikawazika wenzao, viatu wakazika, nguo, wengine wakazika picha, ishara ya kuwazika wenzao, kwa sababu miili haijapatikana kufikia sasa. Tundu Lissu anateswa, yuko gerezani. Tutafuatilia tarehe 23, tutawafahamisha ile ripoti inasema nini. Naomba kutamatishia hapo, mpenzi mtazamaji wa Tanzania ITV. Tukutane katika kanda ambayo tutaileta, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, subscribe na washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem. Kwaheri kwa sasa.